Afconi Online TV. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda akiwa anaelekea nchini Morocco leo amezungumza na waandishi wa habari katika uwanja wa ndege wa Mwalimu Julius Nyerere, ambapo amesema kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amewaagiza kwenda kujifunza mbinu ambazo Morocco ameweza kuzitumia kufanya hadi kuhakikisha kwamba wanakuwa ni nchi ya kwanza hivi sasa ambayo inaongoza kwa idadi kubwa ya watalii. 16 tumepata heshima ya kutumwa na Daktari Samia kwenda nchini Morocco kupokea na kutimiza ndoto ya wapenzi wa mpira wa miguu sio tu Afrika bali duniani, kijiti cha maandalizi ya Afcon 2027. Mheshimiwa Daktari Samia amedhamiria kwa dhati na kwa nguvu zake zote kuiweka ramani ya Tanzania katika ramani ya dunia kwenye michezo yote iliyoko duniani. Maelekezo yake, mimi pamoja na katibu mkuu na ujumbe tulioambatana nao, wengine tayari wameshaingia kwenye checkpoint, wanaendelea na utaratibu wa kuingia kwenye ndege, ni kwamba twende nchini Morocco tukafanye mambo matatu yafuatayo. La kwanza, ametupatia barua mahususi au ujumbe mahususi wa kumpelekea rais wa shirikisho la Afrika la mpira wetu, ndugu yetu Msepe. Ujumbe huo mzito ambao Daktari Samia anampatia rais wa CAF kutokana na kazi nzuri ambayo shirikisho hili lilitambua aliyoifanya Daktari Samia ya kuwekeza katika michezo na kufika hatua ya kumpa tuzo kama rais bora aliyefanya kazi nzuri ya kuinua spoti ndani ya nchi yetu ya Tanzania kwa hela nyingi za hamasa, lakini pia kwa kujenga miundombinu. Kazi ya pili ambayo Daktari Samia ametuma, anasema kwa kuwa Morocco mliocheza nao na Taifa Stars ikaonyesha ushindani wa hali ya juu, basi katazameni na kujifunza mbinu zote walizonazo kuhakikisha kwamba Tanzania 2027 Taifa Stars kama sio kucheza fainali basi kombe linabaki hapa Tanzania. Maelekezo hayo yametupelekea sisi kuambatana na wataalamu mbalimbali ambao wengine tayari wako nchini Morocco wakijifunza mambo mbalimbali, lakini pia na sisi tukiendelea kwenda kuona mbinu zao walizotumia kuifanya timu yao ya Morocco kuendelea kushika hatamu na kuingia kwenye fainali ili Taifa Stars iendelee kuvunja rekodi kama ambavyo imekuwa kawaida yake. Jambo la tatu ambalo Daktari Samia ametaka, Morocco sasa hivi kwa Afrika ndio nchi inayoongoza kwa utalii. Mtakumbuka kwamba Egypt ilikuwa namba 1, sasa Morocco ni namba 1, ina watalii wengi zaidi ya milioni 15. Kupitia michezo Morocco imeshika namba 1. Daktari Samia anataka kupitia michezo Tanzania ishike namba 1 kwa kuwa inazo fursa nyingi zaidi kuliko nchi yoyote ya Afrika. Nikisema hivyo na maana gani? Tutakuwa na watu wanaoenda kuangalia standardi za hoteli zao. Kutakuwa na watu wanaoangalia huduma za usafiri. Kutakuwa na watu wanaofuatilia habari ya vyakula. Kutakuwa na watu wanaofuatilia mambo ya utalii kuhakikisha kwamba Afcon 2027 inaacha historia njema ya Watanzania kwa kuimarisha uchumi wao. Nimalizie kwa kusema ni ndoto ya Daktari Samia kila Mtanzania aliyoko nje ya Tanzania, kwa lugha nyepesi mwana diaspora ambaye anayo fursa yoyote ile ya kusaidia na kuisapoti wizara yetu, milango yetu sisi iko wazi, mimi na katibu mkuu pamoja na naibu waziri pamoja na entire timu ya wizara yetu kuhakikisha kwamba tunashirikiana nayo. Watanzania niwaambie tu, maandalizi ya Afcon 2027 Tanzania yanaanza tarehe 19. 18 tunakabidhiwa kijiti, 19 tunaanza kazi. Na kama unafikiri utani, mwaka huu mtacheza mpaka kwenye familia. Yaani mpaka familia itakuwa na mchezo wake. Aidha, vile jambo jingine ambalo ameweza kulizungumzia Paul Makonda ni wasanii kuweza kushindana kutunga wimbo bora wa Afcon 2027 ambapo Tanzania itakuwa mwenyeji katika kuandaa Afcon ya pamoja ambayo inatarajiwa kuandaa nchi 3 za Afrika Mashariki ikiwepo Tanzania, Kenya na Uganda. Tumesema tutakuwa na mashindano
ya wasanii kutunga wimbo bora utakaotumika kwa ajili ya mashindano ya AFCON hapa Tanzania. Tutakuwa na vikundi vitakavyoshindana, tutakuwa na ngoma watakaoshindana. Tunataka kila engo ya nchi yetu na kila taaluma na kila kipaji kishiriki. Na tukisema hivyo maana yake nini? Tutakuja mpaka na vigezo. Hoteli yako inapaswa kuwa na vigezo hivi ili tuweze kuleta recommendation ya wageni wetu wa AFCON kuja kwako. Ifahamike, wageni wanapokuja wakipata huduma mbaya, haiaibiki hoteli yako tu, sio mgahawa wako tutakaosema vibaya, bali Tanzania itachafuliwa. Na sisi kama wizara tutahakikisha kwamba tunashirikiana na wadau wote wakiwemo na wafanyabiashara kulinda heshima ya taifa letu, lakini kuchochea uchumi wa taifa pamoja na mtu mmoja mmoja. Jambo lolote haliwezi kuwa kubwa bila ushiriki wa vyombo vya habari. Na sisi kwenye wizara yetu tumekubaliana kwamba tutaendelea kuongeza uhuru wa vyombo vya habari na kuhakikisha kwamba ubunifu unakuwa sehemu muhimu katika kutoa habari kwa Watanzania. Kwa jambo hili la AFCON 2027 linaanzia kwenu. Ni muhimu tu tuliseme hilo, mjue mchango wenu ni mkubwa sana. Haya mashindano ya nyimbo, mashindano ya ngoma, mashindano ya uchoraji, mashindano ya kuandaa timu zetu kutoka kwenye shule za msingi, sekondari, hayataweza kuwa na nguvu kama vyombo vya habari hamtakuwa sehemu yetu. Kwa hiyo niwaombe mtumie kila aina ya ubunifu wenu kuhakikisha kwamba Tanzania si tu kwamba tunakuwa namba moja, lakini bali tunabaki na kombe na wananchi wanaona fursa za kiuchumi zinazopatikana kutokana na mchezo. Jambo la kwanza katika mambo matatu ambayo nimeyasema ni kwamba Daktari Samia kwa umakini wake na umahiri wake na shauku yake ya kutaka kuona mpira wa Tanzania unakaa kwenye ramani ya dunia, ametupa ujumbe maalumu wa kumpelekea rais wa shirikisho la Afrika ndugu yetu Msepe kuona kwamba Gilly Bonny Online TV.